Habari sana. Habari. Kwa majina naitwa Kenubi Kani, kama alivyosema brother hapa. Naitwa Kenubi Kani, ni msanii wa kizazi kipya. Naimba singeli, bongo flava na ni mtunzi pia wa nyimbo. Bwana, unavyosikia kichwa hiki kimebarikiwa. Anaimba, anatunga. Bwana, hii sio jambo dogo kwa msanii. Yaani ukiwa na kipaji cha kuimba na kutunga, basi ujue ni mali. Nasema ni swala la muda tu. Bwana Kenubi, we nimesikia na una singeli zako ambazo ushawahi kuzifanya. Una singeli, una nyimbo kama ngapi za singeli? Nyimbo ambazo nishazi rekodi ni 3. Ni 3. Umerekodi kwa nani? Kwa Adasco. Adasco Mtumbadi. Adasco Mtumbadi. Ndio kacharaza mikono kwenye hizo ngoma. Yeah. Hebu katika ngoma 3 hizo nitajia kwanza, ya pili, ya tatu. Ngoma ya kwanza inaitwa Jela. Jela. Yeah. Ya pili inaitwaje? Ya pili inaitwa Natafuta Lebo. Na ya tatu inaitwa Kanisa. Inaitwa sasa nafungua kanisa. Sasa kwenye Jela kwanza hapo. Hebu ulifikiria nini Bwana Kenubi mpaka kutunga neno Jela, yani kutunga ngoma ya Jela? Yaani kuna mkasa gani ambao uliokuta? Au labda umeangalia tu maisha halisi ya watu wanapitia? Yaani kuna kitu gani mpaka kutunga Jela na inahusu nini yani? Hiyo Jela hiyo nilimzungumzia binti fulani hivi. Yaani ni story kwamba nilimpenda binti fulani hivi shule. Sasa bahati mbaya ama nzuri akapata mimba. Ukampa wewe yani? Nikampa. Umetisha. Bwana Kenubi bwana ana msala. Lakini issue ikaje baadaye? Nilipomgea mimba huku na huku bwana, wazazi wakajua. Ikabidi achukue polisi waje mtaani pale wakutafuta. Wakanitafuta. Na bahati nzuri ambaye polisi walipomwambia tu ni Kenubi Kani wakaja hadi home. Wanaona pale kwa nakujua wananijua. Wakaja hadi home. Wakanibeba pia pingu kwenye gari. Kituoni kufika ikapitishwa miaka 30 jela. Baba. Ila Mungu ni mwema. Baada ya siku chache tu msamaha wa rais ukapita. Bwana kipindi cha rais nani? Rais kwa Magufuli. Bwana, hii regency ambayo hayati John Pombe Magufuli ameacha kwa Kenubi ni kwamba alipitisha msamaha. Bana alikuwa anaingia msoto wa miaka 30 katika hiyo skendo kama walivyosimulia. Miaka 30 so jambo dogo, na kama Zari nimesema kama bahati kwake akapata msamaha wa rais. Bwana leo yupo kabadilika, akawa mtu mwema, anapambana katika njia yake ya muziki. Nyimbo yake ya kwanza alivyotoka akasema ngoja niite Jela. Mimi sijawahi kusikia. Kenubi, hebu tupigie Jela kidogo tusikilize kwanza. Hapa hii. Oya we dunia shanishindwa. Nilimpenda demu shule kwa kapata mimba. Tena we siku kaza kusonga. Ndugu zake wakajua kwamba ana mimba. Ikabidi wambananishe chini, nani mwenye hiyo mimba demu akanitaja mimi. Mala wazazi kukimbilia kituoni, kuja kutamaki polisi wapo mlangoni. Mapolisi wakanikamata mimi, wakanipiga vilungu na pingwa di kituoni. Ile kufika testi nikasomewa mimi kwamba nimempa mimba mtu bado yuko shuleni. Nikataka nijieleze mimi, nikatupiwa jela nika miaka 30. Baba Kenubi, inatosha. Utamu kama huu unaopata kwenye akaunti yake. Nenda kwenye akaunti yake ya YouTube, andika Kenubi 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 Kani KHAN, anaitwa Kenubi Kani. Mfollow kwenye akaunti zake zote. Hii ladha ya Jela utaisikiza story nzima kaelezea. Bwana studio nusu tulie wote kwa sababu ya simanzi ya mkasa. Bwana Kenubi, ngoma yako ya pili umesema inaitwa Nafungua Kanisa. Nafungua Kanisa. Kwa hiyo baada ya kutoka jela ukatubu ukasema nafungua kanisa. Wala ngoma zinaongozwa na matukio huko ndani. Ngoma zina matukio huko ndani. Bwana Nafungua Kanisa, hebu tupe na kionjo chake.
Nataka niwe padri, mimi nifungwe kanisa la Kistar. Yani kila siku za Jumapili kanisani mchele unapikwa, hakuna kuchina na njaa. Mimi nataka niwe padri, mimi nifungwe kanisa la Kistar. Yani kila siku za Jumapili kanisani mchele unapikwa, hakuna kuchina na njaa. Siku ya uzinduzi ukifika, uzinduzi wa hilo kanisa, kwenye hicho kipengele anazindua dogo Elisha, utamuita na video boy aje kuwa mpiga picha, Mr. Designer makodi atavisha wageni waalikwa. Mda wa maombi ukifika, inapigwa singeli kuganda, wote mnaganda mnaombewa. Ukifika Kanubi. Bwana, matajiri zangu kama mnavyosikiza bwana, hii mali, yani hii hapa ni mali. Mimi binafsi yangu nikisikiliza huu uandishi wa mtu ambaye anajua anachokifanya, yani anajua anachokiandika, anajua anachokiimba, yani hii ni mali. Mabosi popote mlipo bwana, tupieni hela hapa, tufungue kanisa la Kistar. Hebu umesikia piga hizo hapo, kamtaja Elisha, kamtaja nani, afu mwisho wa siku na ganda yani. Bwana Kenubi, nyimbo ya 3 inaitwaje mwanangu? Natafuta lebo. Sasa hapa ndo kwenye. Kwani wewe una lebo? Hapana, ndio maana nilisema natafuta lebo. Nafikiri ujumbe sasa, kwani natafuta lebo hapo. Hebu agusie pale kwamba bana, wewe bana sasa hivi unatafuta management ama lebo ambayo itakusupport. Natafuta management ama lebo ili niende nikakiwashe. Bana, mabosi, bina sitiza tena na bado nasitiza tena, wala sijakata tamaa kusisitiza na wala msinichoke kusisitiza. Bwana, hii inavyoona ni mali. Binafsi yangu kwa hizo ngoma 2 tu nimeona kuna kitu. Kama uamini, sikiza ngoma la 3 hapo. Kenubi, twende zetu. Natafuta lebo, niende wapi mie? Natafuta lebo, niende kawaimpie. Mimi natafuta lebo, nisaidie, maana maisha yangu magumu, siombe kukute wewe. Usombe akukute wewe. Maisha kama gwaride, mda wote anapinduka, wa kwanza na kwa wa mwisho na mwisho na nyanyuka, na mimi sichoki kupambana mpaka nitapotoka. Na mimi fungu langu Mungu watanipa, na nini mpate ama antilatipa, yule wakili mtome anaweza fanya ngatoka. Maisha yangu magumu kila siku nasota, ama nimpate yule pedeje hoji ya kidaya. Ninajiuliza maswali majibu sipati, kichwa kimevurugika kimejaa stress, kila mimi ninapokwenda connection sipati, ama nimpate leso kibamba yule mamu famasi. Natafuta lebo, niende wapi mie? Natafuta lebo, niende wapi mie? Hizo ndo hit songs za Kenubi. Umesikiliza hapo? Ya kwanza akakwambia maisha ya jela yalikuwaje. Ya pili akakwambia alipotoka jela akawa mtu mwema, akawa mtu safi. Wewe unanitazama hapo, natamani ujumbe huu ufikie hata Mama Samia, ufikie hata bwana mkubwa pale Paul Christian Makonda, atusaidie kumshika mkono kijana wetu apate tarebo ya kuweza kufanya mambo yake mengine. Bwana Kenubi, Watanzania nakusikia na kutazama kama unavyoona. Mimi naamini hii sauti ambayo unaiongea hapa sasa hivi ipo siku itapata majibu. Brother. Yes. Katika pita zako naona umefanya producer wakubwa sana. Na Adasco mimi namfahamu. Ni mtu poa sana. Connection yako na Adasco ilikuwaje? Haikukusumbua? Maana unajua maproducer wakubwa huaga na mtindo wa kulingalinga. Adasco hajakusumbua? Ni mtu poa sana. Bwana Adasco, shout out popote ulipo. One love, umefanya jambo jema sana kwa Kenubi na leo anakupa shout out ya kwako. Bwana, katika mizunguko tumeelewa ya singeli zile show zile unazipata zile? Show zipo tena nyingi sana. Sasa 300,000, 600,000. Amna, mimi show zangu ni ule kawaida. Kawaida ni lakini ndio kwanza ni najitafuta. Kwa hiyo manake, lakini hela maji bwana Kenubi bwana mtoa jasho ile hapa hapa. Hela maji ipo. Mara moja. Sasa nafikiri ilifike mahali sasa angalau bwana mtu anaingia mfukoni bwana, angalau bwana ndugu wangu anapambana, chukua hii mfukoni hapo. Unaelewa? Yote katika kuhakikisha kwamba Kenubi unasimama sehemu moja ambayo kila mmoja atakuwa anaona unachokifanya.
Kenubi, katika huu mziki wa Singeli kuna watu wengi sana wanafanya mziki wa Singeli. Ndio. Na miongoni mwa ngoma ambayo nimeiona na nimesikiliza ni umefanya na msanii mkubwa sana anaitwa Sunny Voice. Yeah. Hebu niambie mapokeo ile ngoma ulifanya Sunny Voice ilikuwaje? Yaani kwa upande wa mashabiki zako. Biki yani kwanza nyumbani wamepokea fresh kabisa. Kenubi umefanya na msanii mkubwa. Mimi najua Sunny Voice sasa mtoto mdogo anapiga jamaa anamuelewa. Lakini kimtandao mapokeo ni madogo. Kwa maana kwamba kwenye ile kimtaani tu mwanangu mfanya ngoma na mtu fulani bana, ongera sana. Yeah. Lakini ongera zao nyingi